Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo chenye utulivu, aliishi mwanamke aliyeitwa Elara. Elara alikuwa na shughuli kila wakati. Alifanya kazi kwa bidii, alitembea kwa haraka na alihangaika hata zaidi. Kwa Elara, kila siku ilikuwa nzito. Kila kazi ilionekana kuwa nyingi mno. Moyo wake ulikuwa umechoka. Asubuhi moja, alipokuwa akiharakisha kupita bustani moja pale kijijini, alimuona mzee mmoja ameketi kwenye benchi la mbao chini ya mti mkubwa. Kila asubuhi alikuwa hapo, daima mtulivu, daima anatabasamu, daima ametulia. Hakuonekana kuwa na wasiwasi, hakuonekana kuwa na haraka, alionekana mwenye amani, kama ziwa tulivu. Elara alijiuliza, mtu anawezaje kuwa mtulivu hivi? Siku moja, Elara alihisi kuzidiwa sana hadi akasimama karibu na benchi. Macho yake yakajaa machozi. Yule mzee alimwangalia kwa upole. "Mtoto wangu," akasema kwa sauti ya upole, "moyo wako unaonekana kuwa mzito." Elara akaketi pembeni yake. "Nimechoka," akasema. "Najaribu sana. Kila kitu kinaenda vibaya. Siwezi kudhibiti chochote." Mzee akatikisa kichwa pole pole. "Hiyo ni kwa sababu unapigana na maisha," akasema. Alinyoosha kidole kuelekea mto mdogo uliokuwa ukitiririka karibu. "Angalia maji," akasema. Elara akatazama mto ukipita juu ya mawe, ulivyopita chini ya matawi, tena kwa upole na kwa mwendo laini. "Mto haupigani na mawe," mzee akasema. "Haujaribu kuyaondoa, unapita kuzunguka tu." Kisha akamgeukia na kusema, "Mimi nimeacha kupigana na maisha, ninayapokea." Elara akakunja uso. "Inamaanisha nini?" "Inamaanisha sijaribu kudhibiti kila kitu. Nafanya ninachoweza na nakubali nisichoweza kubadilisha." Mzee akatoa unyoya mdogo kwenye mfuko wake. "Shika huu," akasema. Elara akauchukua. "Jaribu kuusukuma chini," akasema. Alifanya hivyo, unyoya ukaanguka. "Sasa uachilie." Akafungua mkono wake, unyoya ukapaa juu kwa upepo. "Unaona?" akasema. "Unyoya hupaa tu pale unapokoma kupigana na hewa. Moyo wako pia utapaa ukiacha kupigana na maisha." Sauti yake ilikuwa rahisi, lakini maneno yake yalikuwa mazito. Asubuhi iliyofuata, Elara akarudi tena bustanini. Akaenda kuketi karibu na mzee. Wakaangalia ndege, wakasikiliza upepo, wakatulia kimya pamoja. Siku baada ya siku, Elara akabadilika. Bado alikuwa na kazi, bado alikuwa na matatizo, lakini hakuwa na haraka tena. Hakupigana sana kama zamani. Alivuta pumzi zaidi, alitabasamu zaidi. Moyo wake ukawa mwepesi. Watu wa kijiji wakasema, "Elara sasa anatembea kwa upole, kama upepo wa asubuhi." Asubuhi, mzee hakuwepo. Kwenye benchi kulikuwa na unyoya na kijikaratasi kidogo. Kile kikaratasi kilisema, "Amani huja unapokoma kupigana na dunia na kuanza kuipokea maisha." Elara akashika unyoya karibu na moyo wake na hatimaye akaelewa.